Wahenga walisema milima ndiyo haikutana, lakini binadamu huwa wanakutana. Hatimaye msemo huo unakwenda kudhihirika siku ya kesho katika mchezo wa fainali la kombe la Muungano huko visiwani Zanzibar. Mnyama Simba Sport Club uso kwa macho dhidi ya Young Africans. Tunakwenda kuangazia mchezo huu kinaga ubaga kiufundi, lakini pia tukaenda kuangazia katika zile engo muhimu za mchezo huu. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabel Daniel, tukaenda kuchakata mchezo huu kinaga ubaga. Shabel, japokuwa Simba haukumpa nafasi ya kufika hapa alipofika hatua ya fainali nikikunukuu, lakini ametinga katika mchezo wa fainali dhidi ya Young Africans. Tukianzia hapo, Simba au Yanga ambaye ni bingwa wa mashindano ya Muungano msimu huu? Utabiri sasa. Leo mapema? Namba nafasi Simba. Tena? Namba. Mtu ambaye anasema jiwe kuu alilolikataa Wahashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Simba huyu ambaye ulimkataa kwamba hatoingia fainali, leo unampa nafasi ya kwenda kuwa bingwa. Nilitoa sababu, lakini hata na hili pia naweza nikatoa sababu. Tuanzie hapo kwenye sababu ya Simba kuwa bingwa. Sababu ya kwanza ni ufresh wa kikosi chao. Sababu miongoni mwa timu ambazo mpaka zinafikia finali zitumia nguvu kubwa ya wachezaji wake ni Simba. Wamekuwa na rotation kubwa sana, lakini hata wachezaji wale muhimu kwenye timu yao ambao ungetarajia labda wapambane kuanzia kwenye mechi za robo, nusu finali mpaka finali, wengi hawakutumika kwa dakika nyingi sana. Kwa hiyo tofauti na Yanga ambao wametumia wachezaji wao bora wengi kwenye michezo ya robo, kwenye michezo pia nusu finali dhidi ya Azam. Kwa hiyo inawezekana ni sababu ya kwanza ya Yanga kupata angalau ugumu kwenye mchezo huo in terms of ile hali ya fiziki ya wachezaji wao ama physical condition ya wachezaji wao. Lakini kingine ambacho kinanisukuma kuamini kwamba Simba anaweza kuwa na nafasi kubwa sana kupata matokeo kwenye mchezo huu ni ile njaa ya mataji. Yanga ni bingwa mtetezi, hilo lina ubishi on paper, mara 7 kwenye haya mashindano ya Muungano, ana faida, lakini nadhani Simba jicho lao kubwa sana lipo kwenye hizi mechi za vikombe. Kuanza na hii Muungano na kombe la CRDB, ni makombe ambayo yanawezekanika Simba kuyashinda, kwa sababu hahitaji kufikiria mwenzako pia anafanya nini. Yaani it's a matter of wewe unafanya nini katika occasion ama katika tukio husika. Tofauti na ligi ambapo hata kama Simba kwa mfano ikatokea ameenda kushinda mechi ya dabi tarehe 3, bado atahitaji kuendelea kumwombea njaa Young Africans apoteane kwenye mchezo ambao inafuatia. Kwa hiyo ni tofauti, scenario ni tofauti na hizi mechi za vikombe. Kwa hiyo ni sababu pekee ambayo inanishawishi kwamba inawezekana Simba wakatumia nguvu kubwa sana kulitafuta ile taji, huku Yanga akiwa kidogo wamerelax kwa sababu wado wapo kwenye possibility ya kushinda tu mataji mengi tofauti na Simba msimu. Sawa, Shabel, tuanze kuiangazia mechi hii kinaga ubaga katika upande wa kiufundi, mbinu za walimu kwa maana Pedro Goncalves, lakini pia Steve Barker. Mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC Premier League ilionekana Steve Barker alikuwa bora kuliko Pedro Goncalves. Mchezo wa kesho walimu tuwategemee kuingia vipi moja kwa moja kwenye huu mchezo? Nadhani Yanga wanafahamika. Sasa kama watabadilika kwenye kikosi chao. Nilizungumza hapa kabla ya mchezo wao dhidi ya Azam, nikakwambia Young Africans kwenye mechi kubwa huwa wanaanza na viungo wengi wenye uwezo wa kukaba, eneo kupora mipira na wenye uwezo wa kukimbia eneo kubwa la uwanja. Hapa sasa ndio unamkuta mtu kama Damaro, unamkuta Duke Abuya, Mudathir na Max anaongezeka kwenye midfield, unakuwa na watu 4 mbele. Mwalimu anaweza kaopti sasa either kuanza na Pacome na Dube mbele ama Okelo ambaye ni yupo kwenye form nzuri, labda pamoja na Buba Jammeh na hapana, ana nafasi ya kwanza kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kwa kuanza na aina hiyo ya wachezaji, Yanga huwa wanakuwa na idadi kubwa sana wachezaji kwenye eneo la katikati mwa uwanja, na ni wachezaji ambao wako very athletic, yani wakiwa na uwezo wa kupokonya mpira kwa haraka na kufanya transition za haraka kwenye lango la timu pinzani. Yani Yanga kwenye mechi kubwa hawanaga mambo mengi. Niliwahi kuelezea, hawanaga mambo mengi. Yani ni vitu vyao viwili tu, pressing
na counter pressing, yani kuweka shinikizo wakiwa na mpira, lakini wakiupoteza kuweka shinikizo haraka, kurejesha na kushambulia kwa haraka, kufanya mashambulizi yale ya kujibu ya haraka. Ndio aina magoli ambayo amekuwa akifunga sana. Yanga ni timu ambayo kwenye ligi inaongoza kwa kufunga magoli mengi ya transition. Yaani wakipokonya mpira hawahitaji pasi nyingi, si 5 10 ndio waweze kufunga goli. Hapana, ni pasi moja, pasi ya pili, mtu yupo through na mbele ya golikipa analitafuta lango. Kwa hiyo hiyo ndio plan ya mwalimu Pedro Gonçalves kwenye michezo mikubwa. Na ukitazama kwa mfano mechi yao dhidi ya Azam, the same application itatokea vile vile, inaenda kutokea vile vile kwenye mchezo dhidi ya Simba. Kuhakikisha kwamba Simba ambao wanapenda kuanza mpira nyuma kwenye build up hapo direct, wanapenda kuanzia nyuma, either Rushain ama kulia huku kwa Ismail Ture. Unatoka mpira nyuma hapa kwa mabeki, wanaupokea viungo katikati wakina Kagoma, Malasane, Kante. Sasa Yanga huwa press, viungo Yanga huwa haanzi kupress kwa mabeki, wanaanza kupress kwa viungo katikati. Yani akipokea mpira Kagoma, basi huyo hapa Kamara amefika. Mohamed akipokea mpira Lassana Kante, basi Tomaduke huyo hapa amefika. Ili kufanyaje? Kupokonya mipira na kushambulia kwa haraka, kwa sababu na wachezaji hao wenye kasi. Kwa hiyo huo ndio ubora wa Young Africans ambao na utarajia kuona pia katika mchezo wa finali siku ya kesho. Sawa, tuje tuiangazie Simba ambayo imeonekana baadhi ya wachezaji wakikosekana kwenye kikosi yao. Imekuwa ni Simba ambayo ni butu moja kwa moja. Tumeshuhudia Simba wakiwa wana miss Anseti Oura, imekuwa haina mwendelezo mzuri, ama Libase Gwe. Ni kweli kwamba ubora wa Simba kwa hivi sasa unategemea hawa wachezaji wawili, Libase Gwe either ni Anseti Oura moja kwa moja? Yes, timu zote kubwa always zinarely kwa wachezaji wao wakubwa. Yani leo hii kwa mfano ichukue Manchester United bila Bruno Fernandes, itakuwa ni the same Manchester United? Nothing. Jibu ni hapana. Uichukue labda Ali ungaunga msimu huu bila Mohamed Trezeguet. Umenikosea heshima chehe. Bila Mohamed Trezeguet. Ali kuna yupo Dame Said Zizo, fundi wa boli kawaida. Kwa hiyo unaweza Marshall, fundi wa boli. Timu zote hizo kubwa zinategemea wachezaji wao wakubwa. Kwa hiyo anapokosekana Anise Oura, anapokosekana Libase Gay, anapokosekana Clatous Chota Chama, haiwezi kuwa Simba ambayo inafanana na hawa wachezaji. Kwa hiyo lazima pengo lionekane. Sasa tuiangazie pia Young Africans ambao wao kwenye haya mashindano ndio timu pekee ambayo imepata ushindi magoli mengi, magoli 6, huku akiwa ameruhusu goli moja. Ni wazi tuseme kwamba Simba lazima wawe makini na safu ya kushambulia ya klabu ya Young Africans ikiongozwa na top scorer Dube mwenye goli 3. Yes, makini lazima uwepo mkubwa sana, sababu Yanga kwenye kila mashindano ambayo wanashiriki wao ndo wanaongoza kwa kufunga. Wanaongoza, yani ukikompare sasa takwimu za timu hizi mbili. Achana kuanzia kwenye ligi Yanga na magoli mengi kuliko Simba. Kuanzia kwenye FA compare Simba na Yanga na magoli mengi kuliko Simba. Yanga na magoli 10. CRDB kwenye mashindano ya muungano Yanga na goli nyingi kuliko Simba. Kwa hiyo lazima uheshimu threat walionayo kwenye eneo la safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo umakini unapaswa kuwa mkubwa sana. Ni wachezaji ambao Yanga wana wachezaji wengi decisive, zikitengenezwa hizo nafasi. Wana wachezaji ambao wanaamua sana hizo mechi. Tena wako ruthless, yani ni wachezaji wakatili kweli kweli. Dube hashikiki kwenye fomu yake alionao sasa hivi. Alan Okello, creative passer, hashikiki kwenye fomu yake alionao sasa hivi. Yupo mtu kama Pacome, atabiriki, ni mchezaji ambaye akiamka akawa kwenye game kwenye siku yake ni unplayable, yani huwezi kumgusa hata kiatu chake cha mguu wa kulia ukikamata. Kwa hiyo ni wachezaji ambao ni hatari kweli kweli, ambao wanasumbua Young Africans. Kwa hiyo lazima Simba wawe makini sana kuhakikisha kwamba afanye makosa sana kwenye kikosi chao, lakini pia wazuie vizuri, kuhakikisha kwamba wana track sana mikimbio ya Dube ambaye anakimbia kwenye channel, kuhakikisha kwamba wana close down Okello kwa haraka asiweze kupiga pasi za kufind our runners ambao wanakimbia sana nyuma ya migongo ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kwa hiyo wakifanya hivyo vitu kwa usahihi, nadhani wana nafasi kubwa sana ya kupata kitu kwenye mchezo huu. Sawa, Shabel, tumalizie na hili. Mchezo huu unakuja ikiwa ni siku chache tu kabla ya mchezo wa Derby ya Kariakoo, ligi kuu ya NBC Premier League. Mchezo huu utakwenda kuathiriwa na mchezo wa Mei 3
ama mchezo wa Mei 3 utaathiriwa na mchezo wa leo wa siku ya kesho? Itategemea. Nadhani Young Africans huwa hawana masiara ikiwepo kombe uwanjani. The same pia kwa Simba, kama nilivyokuelezea, wana uchu, wana ugwadu na kombe. Kwenye miaka hivi karibuni hawajachukua taji la ligi, hawajachukua mataji ya FA. Kwa hizi ndo mechi ambazo wanahitaji kujisafisha, kuweka kabati zao, kuzifutafuta angalau zilembwe kidogo na mataji. Kwa hiyo naamini ni mechi ambayo shauku ya Simba itadetermine pia matokeo ya Yanga kwenye mchezo huu, na pia itadetermine pia matokeo ya mchezo wa dabi Mei 3 mwaka huu. Sawa, hiyo ni kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo siku ya kesho, finali Simba dhidi ya Young Africans huko visiwani Zanzibar kwenye mashindano ya Muungano Cup. Hadi wakati mwingine, endelea tukusanya nasi Anuari TV kwa habari za uhakika, lakini pia uchambuzi uliotukuka moja kwa moja. Chao, hadi wakati mwingine.